Yeah. Of course, moja kati ya kitu ambacho mimi mwenyewe pia nakusifu ni kwenye upambanaji. Umekuwa ni moja kati ya watu ambao naweza nikaweka wasanii namba 1 ambaye anaipambania timu yetu ya taifa, Taifa Stars. Speak about it. Imekuwa ikionekana kwamba Taifa Stars haifanyi vizuri sana back in the days. Lakini sasa hivi Watanzania wengi wamekuwa na support kubwa. Lakini wewe huko nyuma though kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaongelewa, ulikuwa umestand na Taifa Stars. Tunaelekea AFCON. Niambie kidogo, una surprise gani kwa hichi ambacho kinaendelea? Kwanza mimi taifa langu limeniheshimisha sana. Nisikudanganye, mimi nilikuwa naota ndoto nyingi sana kuhusu nchi yangu na timu yangu ya taifa, lakini michezo kwa ujumla kwa Tanzania. Kwa sababu mimi nilikuwa football player. Kuna kitu watu natamani wajue, na nielewa. Mimi nilikuwa nacheza mpira. Kwa hiyo feeling ya uwanjani naijua, feeling ya mashabiki naijua, feeling ya viongozi naijua. So wakati ule ambapo Taifa Stars inatukanwa sana, makocha wanatukanwa sana, mimi nilikuwa naumia kwa sababu mimi ni player pia, unaelewa? So nilikuwa nawaza kikosi kikiitwa watu wanatukana. Yaani timu tu hata ikifanya vibaya kidogo watu wanatukana, watu wanafanya hivi, unanielewa? Kwa hiyo ni kitu kilikuwa kinaniumiza sana moyoni, na nikawa najiuliza nifanye nini ili niweze kusaidia kuleta motivation kwa timu ya taifa, watu waipende, wawe wazalendo. Nikabidi nimuombe Mungu. So nikapiga magoti nikamwomba Mungu, Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie nipate kitu chochote ambacho kinaweza kuwa motivate watu kupenda timu yao ya taifa, kupenda nchi yao. Ndio nikashangaa nikapata idea ya kuandika wimbo wa Taifa Stars. Kitu ambacho kikawaida, akili ya kawaida ya binadamu huwezi kupata wimbo kama ule. Vizuri. Moja kati ya wimbo ambao nipendwa na umechaguliwa kama ni wimbo wa Taifa Stars sasa wanaondoka nao. Niambie, tunaelekea AFCON. Zuchu aliperform Chani. Moja kati ya kitu ambacho ulikuwa natamani sana ni yeye kuondoa verse zako, kuacha chorus and then akafanya kitu pale. Tunayo nafasi bado. Kuna msanii ambaye unamuona unatamani kufanya naye, au kama ni Zuchu pia unatamani kifanyike kitu, kwa sababu I'm sure mpaka umemtaja Zuchu maana yake kuna kitu ulikiona anaweza kakiadi, lakini tuna AFCON hapa. Mimi nitakwambia, yani mara nyingi napenda naweza nikawa naulizwa kitu alafu mimi nilishakifanyia kazi ama kipo kwenye utaratibu. Ukisikiliza vizuri wimbo wa Taifa Stars utagundua kuwa ilitakiwa waimbe watu wengi. Na ndio niliandaa kwa mtindo huo. Unaelewa? Kwamba mmoja anaanza Taifa Stars timu yangu. Wow. Anakuja mwingine na nalipenda soka. Nishakuelewa. Umenielewa? Nitajie sasa wasanii watano ambao tunaweza tukawaingiza pale wakafanya kitu. Sawa, lakini nikupe tu kitu kimoja kwamba hata huo wimbo wa Taifa Stars nilitamani kufanya na wasanii wengi, lakini hakuna mtu ambaye aliaccept. Kila mtu alikuwa ananiambia ndio, kila mtu alikuwa ananiambia bwana wewe unapiga hela ama si nini, kumbe hamna. Mimi nilitaka tufanye vile ili kuweza kumotivate michezo kwenye nchi yetu na watu waweze kupenda soka. So kwa sasa hivi hata wimbo wa Chani nilitengeneza tu wimbo watu watatu, lakini ilishindikana pia. Watu walihisi kwamba mimi napata hela, lakini mimi I'm just doing it by myself na natoa gharama zangu, watu hawajui. Kwa hiyo kwenye hii AFCON watu wameshaona nafikiri amsha ilivyo. Kuna watu najua watafanya kitu. Mimi nitaandaa kama kawaida yangu. Nitaandaa wimbo, nitaandaa maandishi ambayo watatakiwa kuimba watu mbalimbali. I wish kwenye wimbo wa AFCON Alikiba awepo. I wish awepo Lina Sanga kwa upande wa wanawake. Natamani awepo hata Harmonize sababu anapenda pia soka na anapenda kufanya hivyo vitu, umeelewa? Kwa hiyo kuna wasanii natamani wawepo kwenye huo wimbo, na natamani pia hata wizara ifanye kazi kuandaa mapema wimbo kama inawezekana, unanielewa? Yani waunganishe tu watu, hata kama mimi nisipokuwepo it's okay, mimi nitafanya tu kivyangu vyovyote, lakini wao waangalie watu ambao wana nguvu na wanaweza kufanya kitu kwa ajili ya nchi yetu, kuleta motivation zaidi. Sawa. 2026
tunatarajia EP? Zungumzie kidogo kwa haraka haraka. Yes, kuna EP ambayo nitaitoa mwaka huu. Ndio maana sasa hivi kidogo nataka niweke pembeni soka kwa mwaka huu, kwa sababu mwakani tunarudi tena kwenye soka, so hakutokuwa na nafasi. So mwaka huu niwalishe kwanza mashabiki zangu chakula kile ambacho wamenizoea nacho na ambacho kimekuwa adimu sana kwenye soko. Wewe unaelewa uandishi wangu, melodies na nini, kwa hiyo kuna vitu watu wana miss. So hiyo EP itakuwa unique na haijawahi kufanyika duniani. Unanielewa idea kama hiyo. So namuomba Mungu aendelee kunipa afya, lakini pia wale watu ambao mimi nimetamani kuwacheki, kuna baadhi ya watu basi anisaidie kunikutanisha nao na kuweza kufanya hicho kitu, idea yangu iweze kuwa kubwa, kwa sababu ni historia kwangu mimi na nchi yetu. Okay, that's good. Ulikuwa muda mzuri sana ambapo nilikuwa na Fobi. Moja kati ya kitu ambacho mimi nimefurahi sana ni kwamba bado ana mawazo ya kushirikisha baadhi ya wasanii kutengeneza wimbo kwa ajili ya Afcon. Moja kati ya kitu ambacho tupo nacho karibu na I'm sure mwakani linaweza likabaki hapa, si ndio? Mungu anaweza kutujalia kwa sababu kiwango kimepanda sana kwenye nchi yetu. Anything can happen.